Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Kwa jina naitwa Madina aka kwa jina maarufu Morogoro nzima hamna mtu asenijua. Ukimtajia Madina kwenye masuala ya mihadarati ya bange hakuna mtu asenijua. Madina ndio logo kubwa sana lilosimama Morogoro kwenye masuala ya mabange. Yaani ukija kwenye masuala ya mabange bwana, ukitaka bange kali unakuja kuniona mimi Madina. Kipindi hicho natumia nembo ya Jamaica. Kilichonipelekea kuwa pusha ni ugumu wa maisha, ila kwa sasa nimeacha kuwa Tanzania. Nilikuwa naomba niweze kupata fursa, maana mimi pia nilihitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Pia ni mwaminifu na umri wangu ni bado kijana mdogo. Nilikuwa naomba fursa ya kuweza kuendeleza maisha yangu. Ni miongoni mwa vijana waliokuwa wakifanya biashara haramu ya kuuza bangi, ambao wamebadili mfumo mzima wa maisha yao baada ya kupata elimu. Ila tukashukuru Mungu, baada ya hapo tuliletewa wasimamizi ambao wanaitwa Saidu Karet, waje kujaribu kutuondoa katika jukumu tulokuwa la kuuza bange, ili tupate hata changanuo lingine lolote liweze kutukwamua katika maisha yetu. Walipokuja mtani kwetu walipewa lengo la kuja kutupiga, kutuambia tuache masuala ya mabange, ila wao walivyokuja wakaja kwa njia mbadala. Wakatuita, tukakusanyika, tukakaa tuongee nini kinachotutatiza sisi katika mwongozo wetu wa maisha. Tukajaribu kuelezea vitu vinavyotutatiza mpaka tunaingia katika jukumu la kuuza bange. Wakatusikia, tukakaa chini kwa wote, tukajadiliana kipi kiweze kufanyika. Tukajaribu kutengeneza tuambia tujaribu kutengeneza kikundi kinachoitwa Mazao Group. Mazao Group ni kikundi kipya ambacho kinatokana baada ya kuacha kuuza bange na kuja kwenye Mazao Group, yani wazalishaji. Tunazalisha kitu chochote kile kinachoweza kuwezeshwa tutakizalisha, kama uvuvi, ufugaji, uendeshaji wa bodaboda, kilimo. Kwa sasa hivi ni mwenyekiti wa Mazao Group. Kwa jina naitwa Omari Ali Rashid. Tunashukuru sana Saidu Karet pamoja na jeshi la polisi. Wao ndio mwongozo mkubwa kwetu mpaka hapa tulipofikia, na hapa ndio ilikuwa maskani yetu ya kuuzia bange hii Jamaica. Ukija Jamaica hapa muda wote unatukuta tusopungua hata 300, 200, wote ni wavutaji wa bange, wengine ni wezi. Kuna wengine tulikuwa tunauzia bange, wanavuta bange wanaenda kufanya matukio ambayo yasiokuwa ya kijamii. Mimi Sharifu Dauragira nilikuwa pusha katika mtaa wa Ukutu, kata Wanja Taifa. Kwa sasa nimesimama na kuachana na hizo biashara na kujiunga na kikundi cha mazao cha ujasiriamali. Naomba Watanzania waweze kupata fursa ili kuweza kuendeleza maisha yangu. Mimi kwa majina naitwa Asmani Mlingo. Mimi napoishi ni nyumba ambayo nyuma yake ndio ilipokuwa maskani ya Jamaica. Kwa hiyo kero zote za mtaani nilikuwa nazifahamu mpaka zilipofika kikomo wakati Saidu Karet wanaimarisha ulinzi. Kwa majina naitwa Josefu Msimbe, ni katibu wa kikundi cha Saidu Karet ambacho kinachopatikana mkoa wa Morogoro, manispaa ya Morogoro mjini. Saidu Karet imejipambanua katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza kiulinzi, ya pili kijamii, na tatu kiafya, kwa ajili ya kufanya mazoezi kwa ajili ya kuimarisha afya zetu. Ya pia ni kikundi ambacho kilichopewa mafunzo na jeshi la polisi mwaka 2014 kwa ajili ya kusimamia ulinzi na kushirikiana na jeshi la polisi katika kuimarisha ulinzi katika maeneo yetu. Ya kikundi hiki baada ya kupata mafunzo na jeshi la polisi ya polisi jamii, kama kikundi, kama sisi ni watu wa karate, tuna uwezo mkubwa. Sasa tutaenda kuitumiaje karate katika sehemu ya ulinzi katika jamii inayotuzunguka. Ndipo uongozi wa Saidu Karet ulifanya vikao vyao vya ndani na kung'amua namna gani ya kuweza kutumia karate kama sehemu ya ulinzi katika jamii. Kwa tulifanya tafiti katika mitaa yote ambayo ya manispaa ya Morogoro kwenye kata zote na kuona uhalifu ambao unaotendeka. Ndipo sasa tukaamua kukaa na kuandaa mpango kazi namna gani tunaenda kutokomeza uhalifu katika mitaa hiyo. Basi sasa ndio tumekuja sasa na mpango ambao ni security interaction, ambao ni SI yenye maana ya ushirikishwaji, ambayo yeye inaenda kushirikisha jeshi la polisi, wananchi wenyewe wa mitaa husika, vyombo vingine vya ulinzi na usalama, pamoja na wahalifu wenyewe. Kwa hiyo kwenye huu mpango mpaka wahalifu wenyewe wanaingia, wao ndio watu wahusika kabisa ambao tunaenda kushirikiana nao katika kutokomeza uhalifu katika maeneo hayo.
Kama nilivyojitambulisha kwenu, mimi naitwa Kamishna Msaidizi wa Polisi Samuel Kijanga, ni mkuu wa polisi jamii mkoa wetu wa Morogoro. Vijana wote wanaokaa maeneo haya ambao wanajihusisha na masuala hayo, muwe mabalozi wazuri, waache kufanya hivi. Naona sasa hivi mtaa una amani kabisa, watu wanapita, naambiwa tunapita vizuri. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru. Kwa hiyo naombeni tufanye hivi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.